Utabiri wa siku za mwisho na kuongezeka kwa magonjwa ya kutisha duniani. Jamani, ukiitazama dunia ya sasa kwa macho ya kawaida, unaweza ona maisha yanaendelea kawaida. Watu wanafanya kazi, biashara zinaendelea, teknolojia inakuwa kila siku. Lakini ukichunguza kwa undani, kuna jambo la kutisha linaendelea taratibu duniani. Hofu imeongezeka, magonjwa yanaongezeka, vita vinaongezeka, na watu wengi wameanza kujiuliza, je, huu ndio mwisho wenyewe wa dunia hii? Biblia ilionya kuhusu nyakati kama hizi zamani sana. Yesu Kristo mwenyewe alisema katika Mathayo 24 mstari wa 7 kuwa taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na tauni mahali. Jamani, lile neno tauni hapo linamaanisha magonjwa makubwa ya kuambukiza. Na ukiangalia dunia ya sasa, unaweza kuona kabisa mambo haya yakitokea mbele ya macho yetu. Miaka michache iliyopita, dunia ilisimama kwa sababu ya COVID-19. Ilikuwa ni hali ya kutisha sana. Watu walikuwa wanafariki kwa maelfu kila siku. Hospitali zilijaa wagonjwa. Baadhi ya watu walikufa peke yao bila hata ndugu zao kuwa karibu. Mataifa makubwa yalipiga magoti, uchumi ukayumba, na dunia nzima ikaingia kwenye hofu kubwa sana. Jamani, watu walikuwa wanaogopa hata kukohoa mbele za watu. Hali hiyo ilifanya wengi waanze kuamini kuwa huenda unabii wa siku za mwisho unaendelea kutimia. Lakini baada ya COVID-19, dunia haikutulia. Mara Ebola, mara monkeypox, mara mafua mapya ya ndege, na sasa tena dunia imeanza kuzungumza kuhusu mlipuko wa ugonjwa wa hantavirus. Katika siku za hivi karibuni, taarifa kutoka kwa World Health Organization zimeeleza kuhusu mlipuko wa hantavirus uliotokea kwenye meli ya watalii iliyokuwa safarini kutoka Amerika Kusini. Watu kadhaa waliugua na wengine walipoteza maisha. Jambo hili limezua hofu kubwa sana duniani. Virusi vya hantavirus vinajulikana kuwa hatari kwa sababu vinaweza shambulia mapafu na kusababisha matatizo makubwa ya kupumua. Shirika la WHO limesema kuwa hatari kwa dunia kwa sasa bado ipo chini, lakini limeonya kuwa bado wanaendelea kufuatilia hali hiyo kwa karibu sana. Na jambo linalowafanya watu wengi waogope zaidi ni kwamba baadhi ya aina za hantavirus zinaweza kuambukizwa kati ya binadamu katika mazingira maalum ya ukaribu mkubwa. Jamani, ukisikia habari kama hizi, unaweza kubaki ukitetemeka moyoni. Kwa sababu ukweli ni huu, dunia sasa inaonekana kuishi kwenye tahadhari ya kudumu. Leo ugonjwa mmoja, kesho mwingine, na kila mwaka kuna taharuki mpya. Biblia katika Luka 21 mstari wa 11 ilisema, kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi, na tauni na njaa mahali. Kutakuwa na mambo ya kutisha na ishara kubwa kutoka mbinguni. Bwana, ukiunganisha mstari huu na hali ya sasa, unaweza ona kwa nini watu wengi wanaamini kuwa dunia inaingia kwenye kipindi kigumu sana. Na si magonjwa ya mwili pekee, hata magonjwa ya akili yanaongezeka kwa kasi kubwa sana. Watu wengi wanaishi na hofu, msongo wa mawazo, upweke na sonona kali. Dunia imejaa maendeleo ya teknolojia, lakini amani ya ndani ya mwanadamu imeonekana kupungua sana. Jamani, hii inasikitisha sana. Biblia pia ilionya kuhusu tabia za wanadamu katika siku za mwisho. Katika Timotheo wa pili, sura ya 3 mstari wa awali hadi wa pili, imeandikwa, katika siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha. Ukiangalia dunia ya sasa, unaweza kuona hali hiyo wazi kabisa. Watu wengi wamekuwa wakikimbizana na fedha kuliko utu. Mauaji yanaongezeka, tamaa zinaongezeka, chuki zinaongezeka, na maadili yanapotea taratibu. Jamani, dunia imebadilika sana. Na jambo la kuogopesha zaidi ni kwamba hakuna anayejua nini kinaweza kutokea kesho. Wanasayansi wanajaribu kutengeneza tiba na chanjo,
lakini virusi navyo vinaendelea kubadilika kila wakati. Hii ni hatari sana. Katika kitabu cha Ufunuo kuna maelezo ya nyakati za mateso makubwa duniani kabla ya mwisho. Watu wengi leo wanaamini kuwa baadhi ya mambo tunayoyaona sasa huenda ni mwanzo wa matukio hayo. Lakini pamoja na hofu yote hii, Biblia bado inatoa tumaini. Katika Yohana sura ya 16 mstari wa 33, Yesu alisema, "Duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu." Aisee, mstari huu umekuwa faraja kubwa kwa watu wengi wanaoishi katika kipindi hiki cha hofu duniani. Kwa sababu ukweli ni huu jamani, magonjwa yanaongezeka, majanga yanaongezeka, vita vinaongezeka, na duniani inaonekana kubadilika kwa kasi ya kutisha sana. Na kila siku watu wengi wanaendelea kujiuliza swali moja kubwa sana. Je, hizi kweli ni dalili za siku za mwisho, au bado duniani inaelekea kwenye kipindi kigumu zaidi kuliko hiki tunachokiona sasa?